Ni msimu wa 7 wa Consumer Choice Award Africa ambapo umekuja na kitu kipya kabisa kwa mwaka huu wa 2025, Consumer Agenda Forum ambayo inawakutanisha watu wa huduma pamoja na walaji kujadili na kutoa maoni yao juu ya kile ambacho anakitumia hasa walaji. Imefanyika leo kwa mara ya kwanza. Hivyo basi mimi ni Jerome Robert, nimemwalika mkurugenzi na mwanzilishi wa Consumer Choice Award Africa, Dr. Diana Laizer, ili kupata mawili matatu hasa juu ya hii forum. Ningependa kufahamu, Consumer Agenda Forum ni wazo jipya pasi na shaka kabisa msimu huu. Nini kilisababisha muone ni muhimu kulianzisha wazo hili kwa wakati huu? Asante sana. Consumer Choice Awards kwanza ina miaka 7 kama ulivyosema. Kwa hiyo tuko msimu wa 7 na kwa waliokuwa kitufuatilia tumekuwa ni tuzo ambazo zimekuwa zikikua kila mwaka zikija na kitu kipya. Na naamini katika taasisi yoyote ambayo ina malengo, mabadiliko ni kitu ambacho kinatakiwa kiendelee kutokea. Sasa katika kuyafuata mabadiliko na katika kukua, Consumer Agenda ikazaliwa kwa dhana ya kwamba sisi tuna slogan ya tunaitwa Consumer Choice Awards Africa, Voice of the People. Sasa tukaanza kuitazama kwa undani sana ile slogan ya kwamba sauti ya watu, Voice of the People, tunaishi vipi ile slogan. Ndo ambapo Consumer Agenda ikazaliwa kwamba sasa tuanzishe forum ambayo tunaweza kuwa tunaongelea masuala ya wateja ili platform iende kuwa kwa usahihi kabisa sauti ya watu. Na ndipo Consumer Agenda ilipozaliwa kwamba ni platform ambayo inakutanisha watu wa huduma pamoja na watu mbalimbali au wadau au wateja katika kuzungumzia masuala yanayomhusu mteja. Na kama umeiona siku ya leo tumezungumza sekta 8. Tumegusa sekta ya bima, tumegusa sekta ya benki, tumegusa sekta ya usafirishaji, tumegusa sekta za biashara, za bidhaa. So tumekata cross sekta 8 na tumeangalia zile ambazo zinagusa watu wengi kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu kwamba huu ndo mwanzo wa Consumer Agenda, lakini tunategemea kwamba miaka inavyozidi kwenda Consumer Agenda nayo itakuwa ni platform yenye ukubwa wake ambayo itakuwa inatoa fursa ya mazungumzo kati ya watu wa huduma na wateja. Na kwa siku hii ya leo pekee umeonaje mwitikio wa watumiaji? Tunamshukuru Mungu kwamba mwitikio ni mzuri, na tunashukuru pia partners wetu Milad wameweza kutusaidia, pia watu wamepata awareness, walikuwa wanajua kuna kitu kama hichi kinafanyika, lakini pia watu wameweza kuengage, kuuliza maswali. Nimefurahi kuona wadau wakiuliza maswali direct kuhusu vitu ambavyo au huduma ambazo wanazitoa. Ila ambacho nimekiona ni kwamba tunahitaji kuiongeza platform iendelee kuwepo, kwa sababu nimegundua kwamba mazungumzo ni mengi ambayo hawezi kuisha kati ya wateja na watu wa huduma. Na ikiwa ni wiki ya huduma kwa wateja, tunaendelea kuangalia namna gani ya kuexpand platform kama hii isiwe limited by time. Consumer Choice Awards imeleta mashindano makubwa sana kwa sababu ukiangalia miaka ya nyuma kulikuwa kuna wakati mpaka ukipita barabarani unakuta billboards, mtu anaweka kwamba nimeshinda Consumer Choice Awards. Wengine walikuwa wanaweka mpaka kwenye billboards, wengine wanaweka kwenye Instagram. Kwa nini wanafanya vile? Kwa sababu makampuni wanaamini sana katika mteja. Kwa hiyo kuonekana kwamba ni brand ambayo inakubalika na mteja kwa makampuni ni kitu kikubwa sana, na ni kitu ambacho hawakichukulii kwa ukawaida, wanaichukulia kwa uzito. Kwa hiyo kwa kuchukulia kwa uzito, makampuni yamekuwa wakishindana, wakiomba kura. Sasa ile inatengeneza kwamba unajua unaposhinda tuzo unakuwa umepata kama deni. Ni kama umechukua mkopo unatakiwa kuulipa mwaka unaofuata. Kwa hiyo wanapokuwa wameshinda zile tuzo, wanajitangaza kama sisi ni bora, wanajikuta wana obligation ya kuwa ni bora. Kwa hiyo tumezidi kuona kwenye makampuni wakizalisha huduma mpya kila siku, wakifanya innovation ili kuendelea ku-uphold ile standard kwamba sisi ni bora. Kwa hiyo tumeona mabadiliko makubwa sana yaliyoletwa na Consumer Choice, kwa sababu ni tuzo ambazo zimekuja kuchokoza ushindani na ambapo tunauona kwa kila siku. Na mna mipango gani hasa kuhakikisha mijadala hii ya Consumer Agenda Forum inakuwa zaidi si tu katika maeneo kama haya ya ukumbi, lakini pia inaleta kile kitu halisi, kwa maana ya uhalisia ule ambao mnautaka, mnautazama ninyi?
Consumer agenda huwa kwanza tulianzaga zamani kwa kwenda mitaani. Tulishafanya sana kwenda mitaani, kwenda kuongea na watu stendi za mabasi, masokoni. Tulishaifanya hiyo na tumeifanya na tukaona pia na hii ya kuwepo kwenye forum kama hivi pia tuifanye. Kwa hiyo kitu ambacho tunakiona kama Consumer Choice Awards ni kwamba hili ni zoezi endelevu. Tutatakiwa kuwepo na hizi za kuwepo kwa pamoja kwa sababu watoa huduma rahisi kuwapata ni sehemu kama hii. Lakini pia za kwenda kuongea na mteja on ground na kuhakikisha kwamba ile recording inapatikana ili wateja yani habari iende kwa wingi, watu wajue kwamba hiki ndio kitu ambacho wateja wanakisema. Kwa hiyo mimi naamini ni kitu ambacho sisi kama Consumer Choice Awards tunaahidi kuendelea kukifanya kwa kadri tunavyoweza, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuiishi ile dhana yetu ya Consumer Choice Awards. Sisi kama Consumer Choice tunaamini kwamba matarajio ya mbeleni ni kwamba watu huduma wataendelea kuwa accountable na sauti ya mteja itaendelea kusikilizwa, lakini tunaendelea kujenga awareness kwamba wateja wazidi kujua kwamba wana haki gani, wana sauti gani, na ndio sababu hii platform ipo kwa ajili ya kuchallenge na kuhamasisha masuala yanayohusiana na mteja. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba in the near future wateja wataongezeka sauti, kwa sababu wakizidi kupata uelewa kwamba hii platform ni kwa ajili yao na wakizidi kuelewa kwamba wao wana role gani katika kuiboresha huduma, wataanza kuongea, watazidi kuongea, wataongeza nguvu katika kuongea. Kwa hiyo watakapozidi kuongea na kuongeza nguvu katika kuongea, wataipa nguvu sauti yao, ndipo tutakapofikia kupata ile satisfaction sisi tunaitaka, kwamba sauti ya watu iwe juu na makampuni wao wanasikiliza kwamba wateja wanasema nini. Lazima tumsikilize mteja kwa sababu mwisho wa siku mteja ni mfalme. Unamaanisha hawa mama muuza mboga, vijana wachakarikaji na watu mbalimbali kule mtaani wana nafasi pia ya kupata nafasi ya kutoa maoni yao kama hivyo? Yes, wote wana nafasi, na ndio maana nilikwambia kwamba awali sisi tuliwahi kwenda hata kuwafuata huko masokoni, kwa sababu mteja ni mteja, awe wa juu awe ni wa chini, kwa sababu mwisho siku ule mama wa sokoni anapika chapati, ananunua unga wapi? Unazalishwa na hawa watu wa huduma ambao ndio tuliwakalisha hapa. Kwa hiyo yule mtu wa huduma lazima asikilize maoni kwamba unga wako mimi nikiuweka unafanya hivi na hivi, kwa sababu mwisho siku mteja wake ni mtu wa chini, kwa lazima asikilizwe, awe ni wa juu awe ni wa chini, mteja ana thamani. Kwa hiyo ninyi kuna namna yote mtaanzisha, naweza nikawa nyumbani mimi natembeza samaki zangu, kuna kitu kimeniudhi nikawatumia bwana maoni yangu kwenye hiki kampuni fulani hivi na hivi, afu ninyi mfikishe? Nadhani tutaendelea kupokea njia mbalimbali za kufanya ili kuboresha, na kama nilivyosema itakuwa ni zoezi endelevu. Kama tulianza kupita mtaani, sasa hivi tunafanya forum kwa sababu sisi tunataka maoni ya wateja. Kwa hiyo tutaendelea kuja na njia mbalimbali za kupata maoni ya wateja. Hata hilo ulotushauri, nadhani hilo umetoa kama ushauri, tumeipokea na tunaamini kabisa kwamba tutaenda kuboresha namna za wateja kutoa maoni.